Na wana ukuu wa Mwafrika, naamini mnaendelea vizuri. Na leo nataka tuende kuangalia kidogo kuhusiana na vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine, lakini zaidi sana kuangalia askari wa Korea Kaskazini ambao wamewapiga tafu sana Warusi, au tuseme kiduku askari wake wamempiga tafu sana Vladimir Putin katika kuhakikisha kuwa anaukomboa mkoa wa Kursk ambao ni kama muda wa mwaka mzima hivi, kwa sababu Wanyankela walivamia. Mkoa wa Kursk kama mnavyojua, basi mkoa upo karibu na Sumi. Lakini ushirikiano uliokuwepo kati ya Vladimir Putin pamoja na Kim Jong Un, au Urusi pamoja na Korea Kaskazini, basi vita ni washirika. Kwa hiyo Korea Kaskazini wakasainiana mikataba na Urusi, wakaingia makubaliano ya kuwa ya shirikisho kati ya Urusi na Korea Kaskazini. Kwa maana gani? Kwa maana kwamba atakayemchokoza Urusi atakuwa amemchokoza Korea Kaskazini, na pia vile vile atakayemchokoza Korea Kaskazini atakuwa amemchokoza Urusi. Kwa hiyo Kim Jong Un alipokuwa yuko tayari sasa kupeleka askari ndani ya taifa ili la Urusi, kwa sababu ni mpakani kwenye huo mkoa wa Kursk, kwa ajili ya kuwaondoa wahuni waliovamia, alipokuwa yuko tayari kwa ajili ya kuwapeleka kule askari, basi propaganda zikaanza. Na hizi propaganda kutokea kwa watu wa magharibi, wakaanza kuongea mambo kibao tu kuhusiana na kuwa wale askari wa Korea Kaskazini ni askari waliozoea kupiga paredi, hawajawahi kupigana vita. Kwa hiyo kuwapeleka kwenye vita ni sawa tu na kuwaua, hawawezi kupigana vita. Lakini kiukweli wamefanya kazi kubwa sana. Hapa ndipo inaponipeleka kwenye andiko moja hapa, nataka nikusomee. Bwana Mpoki ndio aliliposti, Mpoki Buya. Nasema leo tuchunguze uchambuzi wa upotoshaji wa habari na vita vya kisaikolojia, propaganda war. Kwa sababu kwenye vita, kumbuka, kabla watu hawajaenda kupigana, jambo la kwanza huwa zinaanzia kwanza ni propaganda. Wanaanza kupropagate kuhusiana na vita vile ambavyo vinaenda na mambo kama hayo. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza, ndio maana inaitwa propaganda war katika hilo. Lakini naendelea sema ambavyo mara nyingi hutokea katika migogoro ya kimataifa kama huu unaohusisha Ukraine, Urusi na sasa madai ya Korea Kaskazini kushiriki. Somo kuu kuhusu vyombo vya habari vya magharibi ni hali inatufundisha mambo kadhaa. Kwanza, vyombo vya habari vya magharibi vilitueleza kwamba wanajeshi wa Korea Kaskazini wanautapia mlo, hawawezi kupigana vita. Hizi ni habari kweli walizitoa, wakasema wanajeshi wa Korea Kaskazini hawawezi kupigana vita. Ni kama hii ya juzi meona Mchina alipoonyesha kwenye lile gwaride la miaka 80 ya ushindi dhidi ya Japan. Mnakumbuka sasa wachambuzi wa masuala ya kivita kutokea magharibi walisema China mwisho wake wa kupigana ilikuwa miaka 1979 hapo hivyo. Kwa hiyo hajapigana vita. Kwa hiyo hana uzoefu wa kupigana vita. Kama hana uzoefu wa kupigana vita, ina maana hawezi akapigana vita. Hizo ni propaganda, kwa sababu tu wameona jeshi ni kubwa ambalo limeonyeshwa kwenye lile gwaride, ndio maana wanasema hivyo. Tukaelezwa tena wanajeshi wa Korea Kaskazini hawana uzoefu wa kutosha wa kupigana vita, ile ambayo nimekuwa nikikwambia hapa. Hawakuishia hapo, tukaambiwa wanajeshi wa Korea Kaskazini wameuawa wengi mno vitani. Ajabu, vyombo hivyo vya habari vya magharibi vinatoa habari hizo wakati Kursk imekombolewa tayari, huku wanajeshi wa Ukraine wakila kichapo kutoka kwa hao wanajeshi waliotajwa kama dhaifu. Kwa sababu kama hao wanajeshi wangekuwa ni dhaifu, Kursk isingekombolewa. Lakini Kursk imekombolewa na wanatuambia wanajeshi ni wanajeshi dhaifu. Sasa wangekuwa dhaifu, wangewezaje kuikomboa Kursk? Kwa hiyo unaweza kaona namna ambavyo sasa hii vita vya saikolojia, propaganda war, maana lazima propaganda ianze alafu baadaye sasa ndio watu waanze sasa kuongea mambo yao.
Vyombo vya habari vya magharibi vinategemea upande mmoja wa habari. Mara nyingi habari kutoka magharibi huakisi mtazamo wa kisiasa wa serikali au mashirika wanayoyamiliki. Wanachagua nini cha kuripoti na jinsi ya kukiripoti ili kulinda maslahi ya kijiografia, kiuchumi au kijeshi ya nchi zao. Propaganda ni silaha ya kisiasa. Propaganda. Katika karne hii vita havipiganwi kwa risasi pekee, bali pia kwa taarifa. Kila upande, magharibi, mashariki au kaskazini, unajaribu kuonyesha picha ya ushindi wake na udhaifu wa adui. Na hili jambo ni jambo kubwa sana, vita vya propaganda. Nyinyi wenyewe ndugu zangu, mnakumbuka kilichokuwa kinaendelea pale Mashariki ya Kati, ambapo kwenye vile vita vya siku 12 kati ya Israeli na Irani, mnakumbuka vizuri sana. Na mnakumbuka kwenye vile vita kilichokuwa kinaendelea pale, kwa vile vita pale, mtakumbuka vizuri sana. Israeli walikataa taarifa zisitoke za madhara walioyapata kutokana na kisasi ambacho Mwajemi alikuwa anakilipa kwa Israeli. Mtakumbuka vizuri sana. Kwa hiyo mpaka baadhi ya vyombo vya habari vilifungiwa ambavyo vilikuwa haviangalii upande mmoja. Vilikuwa vinaripoti habari pande zote mbili. Chombo kimoja wapo kilichofungiwa nchini Israeli ni Al Jazeera, kwa sababu wao walikuwa wanaripoti huku na huku. Lakini mtakumbuka Telegram ambayo mmiliki wake alikamatwaga Ufaransa. Alikuwa anaitwa nani yule bwana hapa? Anaitwa nani? Jina lake linanitoka. Lakini mtakumbuka vizuri sana, kwa sababu Telegram ndio ilikuwa inaonyesha kwa sababu hivi vyombo vya magharibi sivyo vinaonyesha tu kule Gaza namna ilivyopata shida, namna ambavyo wanadai kuwa Hamas walivyowaua. Lakini Telegram walikuwa wanaweka kabisa na video za namna ambavyo hata askari wa Israeli wanavyopata shida huko katika ukanda huo wa Gaza. Kwa hiyo haya yakawa yako kwa namna hii. Kwa hiyo ndio maana nikakuambia hivi kuwa lazima, kwa sababu taarifa zilikuwa zimeegemea upande mmoja. Na taarifa hizo za upande mmoja ndio kama hivyo sasa. Korea Kaskazini walisema askari wake wanautapia mlo, hawawezi kupigana. Korea Kaskazini hawana uwezo wa kupigana. Okay, wameingia kupigana wakasema wamekufa askari wengi. Lakini wanapoongea hivyo tayari ni kuwa mkoa wa Kursk umekombolewa kwa usaidizi mkubwa sana wa askari wa Korea Kaskazini. Hii ndivyo ambavyo propaganda inavyofanya kazi ndugu zangu. Kwa hiyo ndio maana unaona mambo yanakuwa hivyo. Hali ya wale wanaoamini vyombo hivyo kama chanzo sahihi, kwa wale wanaotegemea vyombo vya habari vya magharibi pekee, wanabaki katika ulimwengu wa taarifa bandia, information bubble inaitwa hivyo kwa lugha ya Kiingereza. Wanaona upande mmoja wa hadithi, ule unaoonyesha Ukraine na washirika wa magharibi kama wapiganaji wa haki bila kuona upande wa pili. Wanakosa uhalisia wa matukio wanapokutana na matokeo halisi yanayopingana na taarifa walizoamini. Wanapata mshtuko, kuchanganyikiwa au kupoteza imani kwa vyombo hivi. Kwa sababu kuna watu uwezo kawaambia chochote kuhusu vyombo vya habari vya magharibi. Nafikiri mnaelewa nikisema hivi. Ni kama BBC, CNN, Al Jazeera. Na Al Jazeera na yenyewe ndio hivyo tena. Iliamua kukubali kusarenda amri. Lakini mwanzo ilikuwaga inatoa taarifa bila kupendelea upande gani. Lakini vyombo kama Voice of America, ndio maana kuna vyombo mengine Captain Ibrahim Traore alifungia, kama hiyo BBC akafungia Voice of America na akafungia channel za Wafaransa ndani ya Burkina Faso kwa sababu zilikuwa zinatoa false information. Na unajua wanasema information is power. Yani ukitaka taifa liwe kwa namna inavyotakiwa kuwa ni taarifa, wanakula taarifa za namna gani? Kwa sababu information is power. Sasa kama information is power, ni taarifa za vipi basi wanakula? Hili linatufundisha umuhimu wa vyanzo mbadala. Vyanzo mbadala. Na ndio maana tuko hapa. Na kuna vyanzo vingi sana, vyanzo mbadala. Na kwa vyanzo vingi. Sasa ukiingia kwenye mitandao utakutana na vyanzo vingi mbadala ambavyo havipendelei. Vitakupa taarifa upande wa pili kuwa zimeendaje. Sio kuamini za upande mmoja tu. Hapana. Kwa ndio maana hii sasa inakaa hivyo. Lakini
Hii inakumbusha kwamba ili kuelewa migogoro ya dunia ni lazima mtu asome na kusikiliza pande zote, mashariki kama Russia, China, Korea Kaskazini, kusini na magharibi, kisha afanye uchambuzi wa kibinafsi. Kwa sababu hali ya Kursk kukombolewa na wanajeshi wa Korea Kaskazini inatoa somo la uhalisia wa dunia ya habari. Kwa sababu kumbuka, katika vita ukweli ni mfungwa wa kwanza. Kwa hiyo yeyote anayefuatilia migogoro ya kimataifa lazima awe mwenye uchambuzi binafsi, si mtazamaji wa upande mmoja. Habari ni kuwa rais wa Korea Kaskazini alitoa pongezi kwa wanajeshi wakombozi wa Kursk kwa kazi nzuri walioifanya, hii kuonyesha kuwa dunia inaelewa uwezo wa wanajeshi wa Korea, sio tu uwezo wa makombora ya nyuklia bali hadi uwezo huu wa kupigana vitani hawa wanajeshi wa Korea Kaskazini. Kwa hiyo ndio maana ndugu zanguni, hawa ni wakombozi wa Kursk. Tunakumbuka vizuri sana kulikuwaga na wale vijana wa huyu bwana, alikuwa huyu tunamuita Chawa Pro Max wa Vladimir Putin. Jina lake anaitwa nani bwana yule bwana? Mbona leo majina yananitoka ndugu zanguni? Anaitwa nani bwana yule? Alisaidia sana operation pale nchini Ukraine. Alisaidia sana yule bwana, jina lake nikikumbuka basi nitawaambia. Tunajua jeshi lilikuwepo pale, jeshi lake pale Ukraine, lakini kulikuwa na Wagner, wanamuziki hawa ambao na wao baada ya kufa Yevgeny Prigozhin ikabidi Wagner ifutwe, wengine waliletwa huko Afrika, na mwisho wa siku baada ya kuwa Kursk, Zelensky ameivamia Kursk, basi ikabidi waingie pale Wagner. Walipoingia basi sijui mendaje alipowekwa mkuu mwingine wa kuendesha hiyo Wagner, basi Wagner ikawa tena haijachangamka kama ile ya mzee wetu Yevgeny Prigozhin ambaye alipata ajali ya ndege baada ya kutofautiana na bosi wake Vladimir Putin. Lakini kiukweli ni kuwa mkoa wa Kursk wa askari wa Korea Kaskazini ndio walioukomboa mkoa huu wa Kursk. Huo ndio ukweli, utabaki kuwa hivyo. Yaani wameshirikiana sana na wanajeshi wa Urusi, lakini hawa ndio wameukomboa. Kwa unaweza ukaona propaganda hasa namna ilivyo. Angalia watu wa magharibi walivyokuwa wanaleta propaganda kuhusiana na wanajeshi wa Korea Kaskazini. Kwa hiyo haya ndio ambayo nikaona tuweze kuongea mimi na nyinyi ndugu zangu, ni kuhusiana na askari wakombozi wa Kursk ambao wamepongezwa sana na Kim Jong Un. Lakini juzi hapa kwenye gwaride ambalo umekuwa ukiliona hapa muda wote wakati naongea, alikuwepo pia rais mstaafu wa Urusi ambaye kwa sasa ni makamu mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Shirikisho la Urusi, Dmitry Medvedev, ambaye naye aliwapa ahadi wale askari ambao familia zao zimebaki, wale waliofia vitani, kuwa basi wataangaliwa na familia zao zitaangaliwa moja kwa moja. Kwa hiyo haya ndio ambayo nikaona tuweze kuongea mimi na nyinyi ndugu zanguni wanaokuwa Mwafrika. Tuendelea kuwapa taarifa zaidi za mambo yanavyoendelea ulimwenguni. Asanteni sana.